Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, ni wakati wa Shajara. Shajara sehemu ya kwanza, ambapo tuko na dada anafahamika kama Mary Wanjiku, yuko ndani ya studio mtazamaji, na hii leo amekuja na mamake. Kuna sababu kuu kwa nini yuko na mamake siku hii ya leo mtazamaji. Singependa kuongea sana, ningependa Mary aweze kujitambulisha kwako mtazamaji, tupate kumfahamu Mary Wanjiku ni nani. Karibu sana mama. Asante Lulu. Jitambulishe kwa watazamaji wa kufahamu. Kwa majina naitwa Mary Wanjiku na mimi niko na miaka 40 na nimekuwa na ugonjwa ya figo. As in, figo zilikataa kufanya kazi. Kabla tufike mweleze mtazamaji wewe umetokea wapi? Maisha yako ya before, umekulia wapi, umesomea nini? Okay. Mimi nimetoka eneo la Kiambu. Okay. Na naweza sema nilikuwa tu kama mtoto wa kawaida. Sikuwa na matatizo nikikua. Nikaenda shule, nikaenda high school, nikamaliza, nikaenda college, nikamaliza. Ukasomea nini? Nikasomea catering management. Lakini kabla nimalize college ndio nilianza kuugua kidogo kidogo. Then after miezi kadhaa ndio nikaenda nikalazwa hospitali. Hapo ndio nikaambiwa niko na ugonjwa ya figo. In fact, niligraduate August. Oktoba nikakuwa mgonjwa, nikaanza dialysis, figo zikaacha kufanya kazi. Sasa mama, labda tueleze kuhusu mtoto Mary, maanake kwako bado ni mtoto. Hata kama amesema kwamba na miaka 40, bado ni mtoto kwako, si ndio? Maisha yake akiwa mtoto ilikuwaje? Je, ilifika wakati ukafikiria kwamba kuna siku sisi tutaanza safari ya matibabu? Ukimwangalia tu, alikuwa ni mtoto wa aina gani wakati akiwa mdogo? Akiwa mdogo alikuwa mtoto mzuri, akasoma vizuri, akamaliza standard 1 mpaka grade 8, standard 8. Alafu akaingia secondary. Huko kwetu St. Anne Secondary School UK. Hapo akamalizia, ndio akajiunga na Kenya Polytechnic. Ujui kulikuwa 2005. Ilikuwa 2005 mwezi wa 6. Ndio aliingia Kenya Polytechnic. Na hapo kuingia kabla graduate ndio akagonjeka. Lakini hali yake ya kiafya ilikuwaje? Ni vitu gani mama uliona ukaona hapa Mary hayuko sawa? Wajua kuna wakati ukiwa mtoto labda useme naumwa na hapa, naumwa na hapa. Kama mzazi unasema sasa anajifanya. Sasa jambo uamini kweli huyu anaumwa. Ilikuwaje? Alikuwa tu na health mzuri. Lakini ile niliona tu akiwa ni venye aliniambia hakojoi sana. Na kwanza kuenda kwa hospital akalazwa Kiambu General. Huko akakaa wiki 2. Akadischargiwa. Hiyo shida mkojo tu? Ama alilazwa huko, alionekana pressure nini, kukojoa ilikuwa tu kidogo. Ndio akatumwa kwa matesti ingine, hiyo na x-rays. Hizo ndizo zilionekana kuna shida. Huko akalazwa Kenyatta. Kenyatta akakaa mwezi mzima. Kwa hiyo mwezi ndio hapo alianzia dialysis. Lakini kabla aanze dialysis ilikuwa ngumu kwake, hata kwangu, hata kwa familia. Kuamini ati yeye ni mgonjwa kiasi, kwa hiyo kiasi. Juu hata akiwa kwa Kenyatta hakuweza kujipeleka hata kwa choo. Alikuwa anangojea nampeleka. So ilikuwa story. Sijui niseme aje. Mary, ni dalili gani ambazo uliweza kuziona wewe mwenyewe kabla uambie kwamba uko na shida ya figo? Ile kitu ilifanyika ya kwanza, siku moja niliamka kama mdomo imepinduka. So mimi sikuwa najua hiyo ni sign ya stroke. Hata ile kitu ilifanya kwanza niende hospitali juu nilikuwa naumwa na macho, juu hata pia macho ilikuwa imesonga, but sikuwa najua. Kufika hospitali daktari. Songa aje mama?
like imedeviate, sio macho inakaa normal but sasa iko kombo. Simu hiyo yako haina shida tena. So mimi nilienda juu ya macho, kuumwa na macho. Daktari kuniona ananiambia, unajua mdomo wako umepinduka. Nikamwambia najua, lakini nadhani nilala vibaya. Akasema hapana, hii ni sign ya stroke. Hapo ndio nikajua hata niko na blood pressure, sikuwa najua. Tumesema uko na pressure, hata macho sikuangali. Hapo sasa ndio nikakuwa admitted mara ya kwanza. Akakupea dawa? Akasema kwanza venye mimi nilikuwa nimeenda kliniki ya macho, akanituma emergency admission. Na wewe unatembea uko sawa? Mimi natembea, mimi najua tu niko sawa, nilikuwa najua nilala vibaya, mdomo ikasonga, macho inauma. Sikuwa najua. Sasa hapo ndio nikaanza hiyo safari, kupimwa vipimo za damu nini, nasemekana hata figo haiko sawa. Nikakaa Kiambu, then nikakuwa. Hapo ulikuwa ulishamwambia madhi? Ama ulijipeleka mwenyewe? Nilijipeleka mwenyewe, nilimpigia vile nimekuwa admitted. Ukamwambia nini? Nimekuwa admitted, nimeambiwa pressure iko juu, na kama napatwa na stroke. Mama akasema aje? Alishtuka, ndio akakuja hospitali. Walishtuka hata wao, hata mimi hapo ndio hata mimi mwenyewe nikashtuka, juu mimi kwa tembea tu kawaida. Alikuwa nimetembea siku kama 2-3 hivyo. Uko hivyo tu, mdomo umepinda, macho? Umepinda, mimi kwa nafikiria tu nimelala vibaya itarudi. Nikiuliza wenzangu wananiambia tu hivyo, hatukuwa na knowledge kama. Na baada ya umefanywa vipimo? Sasa nimefanywa vipimo, ndio saa tukaambiwa ni kama figo zinaharibika. Pale Kiambu hawakuwa na advanced. Hapo ndio nikakuwa referred Kenyatta. Kufika Kenyatta nikakuwa admitted, kukaa siku kidogo kadhaa, nikaambiwa figo haziko, dialysis. Kitu ya kwanza, I was in denial. Mimi nilikataa. Hata mama hajakwambia, nilikataa dialysis kama wiki 2-3. Juu sasa nimeshtuka, sikuwa nafikiria ni kitu serious. Nimetoka kuishi maisha ya kawaida, sasa nimeambiwa. Alafu hapo mkojo imeenda imekatika, sikojoi kabisa. Sasa nimeanza kufura, nimefura kabisa. Lianzia hapo. So ukamwita mama ukamwambia nimeambiwa 1 2 3. Sasa hiyo ya Kenyatta alikuwa. Sasa kwa tuko kwa pale Kiambu, tulikuwa naye kwa hiyo safari yote. So Kenyatta mkaambia mkiwa pamoja? Kwa ward, mimi namba kwa ward. Alafu wao wakaitwa ndio nikubali sasa mambo ya dialysis, wakaenda counseling. Wao ndio mimi sikufanywa counseling, wao ndio walienda family. Ndio waelezewe figo zikiharibika, zikifail, nini inatakikana. Mama, wakati umeambiwa na ugonjwa wa figo, mkaitwa na madaktari, hali ilikuwa aje? Hali ilikuwa mbaya kabisa, juu uweze ukaamini ati mtoto alikuwa anajitembeza, sasa ni wa kushikiliwa huko. Hiyo ilikuwa ngumu. Tena kusikia, unajua kama ni wakati huu watu wameelewa na hii magonjwa. Sasa unajua wakati huu tukuwa tunaelewa ni nini. So ilikuwa ngumu, lakini tukasema tu. So mkaitwa nyote familia? Tuliitwa familia. Alafu hata ni vyenye tu wenye tulienda na, unajua tulienda na wao Kenyatta, wenye waliandamana na mimi, juu mimi nilikuwa naenda asubuhi. Nakaa huko nakojea saa 7, nakojea saa 10, alafu naenda. So hata hatukuwa tumeelezewa ati kesho mtaenda nini. Kukafanyiwa counseling. Na wakati tulienda, ndio daktari akatuuliza, akaniita, akaniuliza mko na nani? Nikaambia tuko na wengine wa familia. Akatuambia sasa hapa panataka counseling, alafu muende nimtume kwa nutritious, amwambie chenye chakula atakuwa akikula. Nikashtuka. Hiyo wewe naona hiyo sio kazi rahisi. Sio kitu rahisi. So ukaitana na familia yenye walikuwa nje? Mkaingia ndani? Tukaingia ndani. Daktari akawaelezea? Juu unajua tulikuwa wengi, watu wakisikia mtu mmoja walikuwa wamekuja wengi.
Sasa tukaambiwa lazima tuende counseling. Ndio na yeye tukaambiwa hawezi anza dialysis kabla tufanyiwa counseling. Hapo ndio tukafanyiwa counseling, tukaambiwa venye nitakuwa nikipika hivyo. So hiyo safari sasa ya kuanza dialysis ilikuwaje? Because anasema for 2 weeks ulikuwa in denial. Daktari anakuja na kuambia lazima ufanye. Nakataa. Kwa nini ulikuwa unakataa? Wakati unajua labda hiyo ndio njia at least utasikia vizuri. Niliogopa tu, alafu nilikuwa college, tulikuwa na a classmate. Alikuwa amepatwa na hiyo figo. Hiyo ugonjwa ya figo. Na nilikuwa nakumbuka venye alienda, venye nini yake ilienda haikuwa mzuri hata kidogo. Hiyo tu yenyewe ikanieka hiyo uoga kabisa. So kitu gani kilikufanya ukasema hii dialysis sasa lazima nifanye? Vile mwili ilinipeleka, ilinilemea kabisa. Nimefika mahali hata sasa nashindwa hata kubreathe. Daktari akakuja akaniambia sasa usipokubali hii mambo itakuwa mbaya zaidi ya hapo. Hapo ndio nilikubali. Ulikuwa unasikiaje kwa mtazamaji pia aweze kufahamu? Hizo 2 weeks. Hizo 2 weeks. Unajua sababu juu sasa siko joy, maji haitoki kwa mwili. Nimeanza kufura, imeniingia mpaka kwa kifua na lungs. Sasa hata kubreathe ni shida. Ilikuwa tu mbaya kabisa. Hapo ndio sasa nikasarenda, nikasema niko ready sasa. Na dialysis ya kwanza ilikuwaje? Ulikuwa relieved? Dialysis ya kwanza niliteseka sana. Niliteseka kwa sababu unaona sasa sikuwa nimezoea. Nimewekewa hiyo catheter. Hizo masaa mawili kwanza nakumbuka nifanywa 2 hours. Haikuwa poa. But now after nikaanza kufeel niko better. Sasa nikaenda ya pili, ya tatu nikaanza sasa kusikia mwili ni kama inarudi kuwa normal. Hata kama si normal iko afadhali. Sasa hapo ndio sasa nikakubali hii ndio ile njia nafaa kufanya. Mama, ilifika wakati kwamba unakasirika, huyu mbona hataki kufanya dialysis, unamuongelesha? Hiyo safari ilikuwaje? Ilikuwa gumu kumkumbalisha, lakini lazima umbebeleze, muongeleze pole pole. Na mtumia marafiki wangu sababu wanajuana, ni marafiki zake. Wanaongea na yeye ndio akubali. Juu unajua uwezi ukamforce, unajua. Kwanza mtu akiwa mmoja kumforce mkali. Na tena mko kwa hosi. Uwezi ongea kwa sauti, lazima. Sasa ni kubembeleza. Juu hata kulikuwa na nasi mwingine, ni sister ya friend yangu anafanyanga Kenyatta. Nilikuwa na mtuma now and then. Nikienda namuita. Anajaribu, anamuongeleza, tukitoka namwambia enda tu kwake mwambie. So pole pole akakubali. Pole. Na wakati alipokubali ulihisi aje? Niseme unajua siku anaelewa hata dialysis ni nini. Na tena pale kwa counseling unaambiwa sio ati kufanyiwa dialysis amepona. Lakini akaakae. Lakini tukaambiwa tukipata mtu wa kumpea figo apewe, hiyo ndio solution. Sasa hiyo tukajaribu. Wakati alikubali tukaanzia nao, kunajua nazo pesa kutafuta za transplant, nao ni shida. Tukajaribu tukapata, akafanyiwa dialysis ya kwanza ilikuwa 2010. Sijui ilikuwa mwezi wa 10 wa Oktoba. Ndio dialysis. Transplant 2010. Mlitoa wapi figo mama Mary? Sasa wakati nilianza dialysis 2008. Tukafanya 08 2009 ndio sasa tukaanza kutafuta. Aunti yangu, sister yake mdogo akajitolea. Sasa venye tulifanya nyumbani hatuko sawa kifedha. Sasa tuko na mama, ni yeye breadwinner, ni yeye kila kitu. So mama akasema yeye akinipea
nani atakuwa anatushughulikia hata tukiwa kwa ward. Jumi hiyo time tuko wawili, niko na ndugu yangu ni mdogo. Hiyo time hata I think alikuwa class 5. So aunti yangu akajitolea. Ndugu ya mama? Dadake mamangu. Sani akanipea. Akasema yeye ndo atatoa. Ulisi aje ukisikia kikombe mimi nitakutolea? Yani hiyo tu ni mapenzi ingine hata huwezi explain tu. Mtu tu amejitolea kukupea part yake ya mwili. Ili uishi. Ili niweze kuishi. Sababu most of the time ni hata alikuwa tunaenda na yeye nikienda saa dialysis. Huo wakati kulikuwa na shida sana ya dialysis. So tulikuwa tunaenda Kenyatta saa 8 usiku. Tunashinda huko, tunakosa machine. So yeye alikuwa anania company. So alikuwa ameona vile nilikuwa nateseka. Na nilikuanga msick. Sasa hata niko afadhali. Hiyo time nilikuanga tu mgonjwa kila wakati tu. Ilikuwa tu mapenzi, huwezi elezea venye. Unaona, ni kama mtu ametoa tu mkono amesema nimekupea hii mkono, shika utumie, nibaki na hii moja. So mkafanya transplant? Tukafanya transplant 2010 June. Mulichangisha pesa? Tulichangisha si mara moja. Tukachangisha ya kwanza. Hiyo transplant ya kwanza? Tuende kwa ya kwanza. Ndio nasema hiyo. Tukafanya mchango harambee, pesa ikutosha. Tukafanya harambee 3, pesa ikutosha pia. In fact the first harambee tulipata 20,000. Tunashukuru tu Mungu wenye alitolea. Pesa ikutosha, so ikabaki tuko stranded. Na ilikuwa inahitajika pesa ngapi? Hiyo time walikuwa nisha 500,000. Okay. Kwa hiyo harakati nikapatana na Good Samaritan through father wa church yetu. Akani introduce kwa the late Stanley Githunguri. Akakuja ni akani support. Na hivyo ndivyo nilisaidika, nikafanya transplant ya kwanza. Alafu after hapo sasa nikafanya transplant na ikapik, ikawa sawa kabisa. Ilikuwa sawa kabisa. Na kwa miaka 3 nilikuwa sikuwa na shida yoyote. Kwa miaka 3 ulikuwa sawa. Nini ka happen sasa? Mimi ndio kid nikuje kufail, nilianza kupata protein kwa urine. Alafu tunaendanga, kuna zile test tunafanya monthly. Nilikuwa tu sawa, daktari tu anaobserve anaona kuna kamoja. Tukaendelea with time 2, 3. Sasa ikafika mahali 2013 kidney ikaanza kumisbehave tena. Nikafanyiwa biopsy. Daktari huko anti yako iko sawa? Yako sawa kabisa. Hapo ndio daktari akasema ni kama ile shida ya kwanza imerudi. Ulivyosikia hivyo ulisikiaje? Wacha nikwambie Lulu, hakuna kitu ngumu kama hiyo. Unajua mara ya kwanza ukigonjeka unakuanga na tumaini utapona. Sasa kwa hii mara ya pili ni kama unajua pale kuna shimo, ushaingia kwa hiyo shimo, unajua ule undani wake maliko. Sitakudanganya, mimi kwanza nilikatana nikasema sirudi. Nakumbuka daktari wangu nikampigia simu, nikamwambia vile nasikia. Akaniambia kuja. Mimi nikamwambia nitakuja tu wakati na nikakaa nyumbani kama miezi 2. Usiku mmoja nimelala, nilisikia mwili uko ndani ni kama inapigana ile kabisa mwili. Hapo ndio nikampigia simu. Nikamwambia sasa nimesarenda, nimekubali. Nikaenda na akanifanyia counseling sana. Sasa this time nilikalishwa ile kuongeleshwa kabisa. Juu nilikuwa in denial, ile nilikuwa nimekataa, nimesema sasa kama huu ndio wakati wangu umefika, sirudi pale. Nikakubali na nikaanza tena dialysis. Kabla hapo mama, ulivyosikia kwamba kidney ya kwanza imeanza kufail, mlisikiaje kama familia? Nilishikwa na uchungu. Nikauliza kwani kunaendaje? Nikaanza kuuliza Mungu, kwani tulifanya aje? Nilifanya aje? Na mtoto wako amefanya aje? Nikamwambia Mungu, tutusamehe kama tumekukosea. Juu huyu ni yeye, mimi ni single mother, sina lolote, sina la kufanya.
Na hapa unaona kwanza ile dialysis kuanzia ilikuwa ngumu juu ilikuwa nana alikuwa Kenyatta. Wakati huo hata sikuwa na NHIF. Na kutoka kwa wodi kwenda kwa dialysis, kwa room ya dialysis, hapo unalipa cash. Ilikuwa ngumu. Na ilikuwa 4,500 per session. Na alienda nakumbuka wiki ya kwanza, mtu akianza dialysis, wiki ya kwanza unaenda mara 3. Hizi zingine unaenda mara 2. So hapa nikaona sasa nimerudi kwa ile shimo. Hiyo hata nikashindwa la kufanya, nilikuwa tu najifungia kwa nyumba na kulia. Mary, wendo ulimwambia mama nini ya kwanza imefail? Ilikuwa ngumu sana kumwambia? Ilikuwa ngumu, haikuwa rahisi kwa sababu nilijua tu itamvunja roho. Okay. But ilibidi tu, sikuwa na choice. Na mtazamaji, ndio safari yake Mary Wanjiku kuweza kupata matibabu. Anasema figo ya kwanza aliweza kupewa na shangazi lake tu ambaye ni mdogo wa mama yake, alijitolea. Anasema sio jambo rahisi kwa mtu kuweza kujitolea namna hiyo, lakini baada ya miaka kadhaa akarudi tena, akaambiwa ile tatizo ambalo ulikuwa nalo limerudi tena. Inakuwaje? Tunapataje tena figo nyingine? Ni nani atajitolea kwa mara ya pili kumpatia Mary Wanjiku figo ya pili? Mtazamaji, tunarudi baada ya muda usio mrefu. Usiende mbali.